Hii ni Mshani Wellness, karibu sana. Pamoja na kwamba mimea tiba hutusaidia na ina faida nyingi sana kiafya, lakini ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikawa ni hatari sana kwa afya zetu. Kwenye video hii nitazungumzia madhara ya matumizi holela bila kufuata taratibu ama ushauri wa kitaalamu wa mmea wa aloe vera. Kama tunafahamu, aloe vera ni moja kati ya mimea tiba bora zaidi kwenye uso wa dunia, hasa kwa matatizo ya ngozi na matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini mmea huu kama utautumia kinyume na utaratibu, bila kufuata misingi ya kitaalamu, inaweza ikakusababishia matatizo yafuatayo. Kwanza kabisa, jani la mmea wa aloe vera ama aloe vera una jeli za aina mbili. Kuna ile nyeupe ambayo ni clear, alafu kuna ile inakuwa na rangi ya njano. Sasa ile ya rangi ya njano tunaita aloe latex, ambayo ndani yake ina kitu kinaitwa aloin. Aloin ni laxative. Laxative maana yake ni kitu ambacho kikila kinakusababishia kupoteza maji mengi sana kupitia haja kubwa, kwa maana ya kuharisha. Lakini pia inaweza ikakusababishia kupoteza maji mengi na kusababishia cramps. Cramps ni misuli ya kuzunguka mfumo wa uzazi, inakuwa inavuta na kuachia, kuvuta na kuachia. Ni kama vile mwanamke anapokuwa katika uchungu, kile kinachotokea ni miongoni mwa vitu, ile ni mfano wa cramps. Kwa hivyo matumizi ya huu tomvu wa aloe vera wa rangi ya njano unaweza kukusababishia changamoto za kupoteza maji mengi sana kwa kuharisha, na kama itatumika kwa muda mrefu zaidi inaweza ikakusababishia matatizo ya figo. Kwa hivyo unashauriwa kutumia ile clear jelly kuliko ile ya njano. Kwa unapotumia aloe vera kuwa makini na hilo. Lakini madhara mengine ambayo yanaweza kukupata ni kwa wajawazito. Wajawazito hawatakiwi kutumia aloe vera, hasa ile latex yenye rangi ya njano, kwa sababu inaweza ikasababisha ika-induce uchungu. Inaweza ikasababisha uchungu kwa mwanamke mjamzito kabla ya mimba kufikia umri wake. Kwa hiyo inaweza ikamweka kwenye riski ya kupata ile premature labor, uchungu kabla ya muda, au miscarriage, mimba ikaharibika. Kwa hivyo kwa mwanamke, hakikisha unakaa mbali na hii aloe vera kipindi cha ujauzito chote na kipindi cha kunyonyesha, hasa matumizi ya aloe vera kwa kunywa. Lakini pia kwa baadhi ya watu aloe vera inaweza ikawa ina allergic reaction. Kuna baadhi ya watu ukitumia hii aloe vera inaweza kusababishia allergic reaction kama vile machunusi, skin rashes, katoka na ile kama umeungua vile ikakuunguza na kuharibu kabisa muonekano ule wa ngozi. Kwa hivyo kabla ya kutumia aloe vera unashauriwa kufanya patching, paka kidogo sehemu ndogo sana, alafu subiri masaa kama 24 uone ngozi yako itaitikia vipi na matumizi ya aloe vera. Kama itakuwa fresh then unaendelea nayo. Kama itakuwa ni tofauti, basi utakiwi kuendelea kuitumia. Lakini pia aloe vera inaweza ikaingiliana na baadhi ya dawa kama vile dawa za kisukari, zile dawa za diuretics ambazo wanapewa watu wenye matatizo ya maji kwenye figo labda, au maji mengi mwilini, ama matatizo ya pressure. Zile dawa za pressure zinaingiliana na hii aloe vera. Kwa hivyo unatakiwa uwe makini sana unapotumia aloe vera. Kama unatumia hizo dawa, hakikisha unawasiliana na mtaalamu wa afya kwa ajili ya ushauri zaidi. Lakini pia epuka kununua aloe vera kutoka maeneo ambayo hujadhibitisha, kwa sababu kuna hizi bidhaa za aloe vera ni feki nyingi sana. Wengi wanatumia zile artificial color, zile rangi feki na ladha feki. Ndani yake kunakuwa hakuna kabisa aloe vera, bali ni makemikali tu yanayofanana na aloe vera kwa muonekano, rangi na ile ladha. Kwa hiyo kemikali kama hizo unaweza ukawa unatumia ukijua ni aloe vera, kumbe ni makemikali mengineyo yanakuharibu ngozi yako. Kwa hiyo tumia ile organic ama itengeneze mwenyewe nyumbani. Kwa hivyo hayo ni madhara ambayo unaweza ukayapata kama unapenda ama unatarajia kuanza kutumia aloe vera. Lakini cha msingi ni kwamba ni madhara ambayo kama utakuwa makini unaweza ukaepukana nayo kabisa bila changamoto yoyote. Kama hivyo la allergy, tumia kwanza kidogo kabla ya kupaka uso mzima au ngozi mwili mzima. Alafu kwa wajawazito hakikisha unajiepusha kabisa na hii changamoto
na hii aloe vera, lakini pia usitumie ule utombu wa njano wa aloe vera, ni hatari, inaweza kukuletea changamoto nyingi. Hope utakuwa umeenjoy somo mpaka wakati mwingine. Bye bye.